Dairo, KTN, Nairobi. Naam, tusonge mbele mtazamaji. Familia ya mwimbaji wa nyimbo za Injili Rachel Wandeto ambaye aliuliwa kikatili sasa imekanusha madai yaliyoenea mitandaoni kwamba kifo chake kilihusishwa na tattoo aliyokuwa nayo yenye sura ya Rais William Ruto, ikisisitiza kwamba mazingira halisi yaliyosababisha kifo chake bado hayajafahamika hadi uchunguzi utakapokamilika. Wandeto anadaiwa kushambuliwa jioni ya Mei 16 katika eneo la Mwiki Kasarani hapa Nairobi alipokuwa akirejea nyumbani. Kwa mujibu wa taarifa, watu wasiojulikana walimvamia na kumwagia na kummiminia kile kinachoshukiwa kuwa petroli kabla kumteketeza kwa moto na kutoroka. Mwimbaji huyo alipata majeraha ya moto yanayokadiriwa kufikia 75% ya mwili wake na kukimbizwa katika hospitali ya kitaifa Kenyatta kwa matibabu ya dharura. Hata hivyo alifariki dunia Jumatatu ya Mei 18 alipokuwa akiendelea kupokea matibabu. Mwanahabari wetu Catherine Imuraget ana taarifa hii kwa kina. Familia ya mwimbaji Rachel Wandeto sasa inasema mazingira kamili yaliyosababisha kifo chake bado hayajabainika, huku uchunguzi ukiendelea. Kifo cha Wandeto kimezua mjadala mkubwa wa kitaifa na kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakidai kuwa huenda shambulizi hilo lilichochewa kisiasa kutokana na mchoro wa tattoo ya Rais William Ruto aliyokuwa nayo begani. Madai hayo yalizidi kushika kasi baada ya maafisa wakuu serikalini, akiwemo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kumtembelea hospitalini. Hata hivyo, mkasa huo sasa umechukua mkondo mpya baada ya video ya kutatanisha marehemu iliyorekodiwa akiwa hospitalini kusambaa mtandaoni. Kaniambia nitembea, kaniweka katikati. Kanipeleka na mkomisho. Wananiambia nisaidie. Watumie pesa, naambia sina. Licha ya mjadala huo unaoendelea, familia imejitenga na madai kwamba aliuawa kutokana na mchoro wa rais aliyokuwa nayo. Mimi sitaki kusema sana ni siasa. Sitaki kusema sio siasa because we are in Kenya. Wanasiasa mbalimbali pia wameendelea kulaani mauaji hayo ya kinyama. Mapema leo baadhi yao walifika Kenyatta Funeral Home ambako mwili wa marehemu umehifadhiwa kwa sasa. What we have witnessed with the Rachel's case is something that should not happen in Kenya. Wakati maafisa wa upelelezi wakiendelea kuunganisha ushahidi kuhusu tukio hilo, fumbo kuhusu nani hasa aliyekuwa akimtaka Rachel Wandeto kufa bado halijateguliwa. Catherine Imuraget, KTN, Nairobi.